Sina mahubiri kwa sababu maneno mengi sana hapa yamezungumzwa, lakini ni nukuu maneno na hotuba aliyosema Askofu Chakupewa kutoka Tabora. Nchi na ulimwengu tuko kwenye changamoto ya maadili. Tuna watu wachache sana wenye ujasiri wa Askofu Chakupewa ndani ya kanisa, hata kwenye jamii, hata kwenye serikali. Mnaweza mkakosa watu wenye ujasiri wa kuzungumzia maadili ya rushwa, maadili ya uongozi, hata mambo aliyozungumza hapa kuhusu ndani ya kanisa, mambo ya ushoga, bado watu watafuna maneno kuzungumza. 2023, Christmas ya 2023, Askofu Kasala wa Jimbo Katoliki Geita alizungumza maneno magumu sana kwamba ni heri abariki jiwe la kujenga nyumba kuliko kubariki ndoa ya jinsia moja. Tunataka kanisa, tunaomba makanisa, madhehebu ya dini yawe na ujasiri wa kuzungumzia maadili ndani ya jamii, maadili ndani ya kanisa, na kuweka dhamira kwamba mambo haya hayatajirudia. Mkuu wa kanisa ametupitisha hapa kwamba tuwahi kucharazana viboko hapa mwaka 2000. Mwaka 2000 pengine askofu mteule leo, pengine alikuwa ni mwanafunzi anasoma chuo, leo anakuja kuwa askofu mteule. Je, mambo yale ya mwaka 2000 yatajirudia tena 2035? Tunaweka dhamira kwa Mungu kwamba haya mambo yaliyomwaibisha Mungu msalabani, hebu yasitokee tena mbele ya macho ya kizazi hiki. Kama kanisa tukishindwa kukemea, tukawa kwenye magomvi, tukawa kwenye kila aina matendo ya hovyo ya kidunia, tutatoa wapi ujasiri wa kuisema serikali? Sasa kuna migogoro na kuna kila aina ya maudhi ya kidunia. Mnaona namna ambavyo waimbaji wa muziki ya Injili wanavyoliaibisha kanisa, wanasutana na kila mambo yote ya hovyo ya duniani. Leo yameingia kwenye waimbaji wa muziki ya Injili, wanatukanana mitandaoni, wanadhalilishana. Tunamweka Yesu kwenye msalaba mpya kwenye kizazi chetu. Lazima viongozi wa kanisa tutoke mbele na kukemea mambo haya ya ovyo. Njombe mna miradi yenu, ukienda DCT kule kwa Askofu Chilongani wana kitega uchumi. Kanisa limefanya uthubutu wa kujenga chuo kikuu kile cha St. John, sasa kimekuwa chuo kikubwa cha kutumainiwa, vituo vya afya, mashule. Lazima tujue kwamba kama ambavyo kwenye serikali misaada ya wajomba imepungua, na ndani ya kanisa misaada ya wajomba haipo kabisa. Kama ambavyo kina Askofu Chilongani walipata nafasi ya kwenda kusoma Uingereza, leo ni sisi wenyewe wana Njombe ndani ya kanisa kupeleka vijana wetu kwenda kusoma St. John. Aseme nilipata scholarship ya kanisa kwenda kusoma St. John, kusoma Tumaini, kusoma Makumira, kusoma St. Augustine, University ya Dar es Salaam, University ya Dodoma, kwa scholarship ya kanisa. Sadaka za wazungu zilizojenga makanisa Tanzania, ndani tuwapate waumini watakaosema nyumba ya Mungu haina mahala pa kukaa pazuri kule Ludewa. Waumini ndani ya kanisa wanatoa sadaka, wanajenga kanisa zuri Ludewa. Wale watu wa Ludewa wanaposema kwamba tuna wafadhili wanatujengea kanisa, kumbe wafadhili ni sisi watu wa kanisa Anglikani hapa makao makuu. Kwa hiyo mzungu wa Makete, mzungu wa Ludewa, mzungu wa Ng'ombe ni sisi waumini wa Anglikana tulioko hapa. Kwa tuitafsiri hivyo. Manangu ni nini? Askofu Mhagama kwenye wakati wake wa miaka 12 amejenga mshikamano wa kanisa, na Mwalimu alisema, baba wa taifa, kwamba taifa letu tumepata uhuru wa bendera, sasa tunajenga uhuru wa kiuchumi. Kanisa sasa chini ya ndugu yangu Esau, Askofu Esau, analibeba kanisa kulipeleka kwenye uchumi. Dayosisi itakayowekeza, anapoenda kwenye vikao vya maaskofu aliyosema Askofu Chilongani kule Dodoma, anaona kitega uchumi ile jengo la Safina, anasema nadhani hata sisi tuweka na Safina ndogo pale Njombe. Akiona kitega uchumi mahala fulani kwenye kanisa, akiona Wakatoliki wana Mkombozi pale Mkombozi Bank, ana customer, nadhani hata sisi Njombe kwenye diocese ya Anglican tunaweza tukawa na mradi huu.
Tunapofanya mageuzi ya kiuchumi kama nchi, mchango wa kanisa kuwekeza ni mkubwa sana. Mchungaji tunayemtuma leo, nenda ukachunge Anglican Wanging'ombe, pale anapochunga Baba Askofu Mndolo, anapochunga pale mchungaji wetu, serikali imeleta milioni 500 kujenga shule ya sekondari. Serikali imeleta milioni 500 kujenga kituo cha afya. Hivi mchungaji wetu anajua kwamba hii ni senta mpya inakuja, atafuta eka 100 za kanisa? Au naye anatafuta siku ya mita 500 za kujenga kanisa kadogo? Kama serikali imepeleka milioni 500 kujenga shule ya sekondari, kituo cha afya, imepeleka umeme, mchungaji tunampeleka hapa lazima ajue kwamba hii ni senta kubwa kesho ya kiuchumi. Eneo kubwa la kanisa, eneo kubwa la kuwekeza. Miaka 5, miaka 10 tunasimama sisi kama diocese tunafanya mambo makubwa yanayofanana na diocese ya Anglican. Baada ya kuyasema hayo, Baba Askofu Mkuu, tunakukaribisha sana Njombe. Ukipata nafasi wakati mwingine tunakukaribisha sana. Mimi kama kiongozi wa serikali na wenzangu wote wako hapa, nikuhakikishie kama tulivyompa ushirikiano Askofu Muhagama, tutampa ushirikiano mkubwa sana Askofu Esau. Na Askofu Esau, tembea kifua mbele ukiamini kwamba mkono wa serikali, sisi wenzako tuko pamoja na wewe. Umemwona Askofu Yavango na maaskofu kutoka Methodist lakini na viongozi wa madhehebu yote ya dini kwenye mkoa tunafanya kazi kwa kushirikiana sana. Wenzetu wa BAKWATA, wa Katoliki, tunafanya kazi kwa kushirikiana sana. Tukuhakikishie una jambo lolote, milango ya serikali iko wazi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana na kutakia utumishi mwema unapoanza safari yako kama mkuu wa kanisa ndani ya Diocese ya Anglican Njombe. Asante sana.